na itakaa namna gani? Na mkwasi wako karibu yuko sandi ukiishi mpaka utaenda, na ukienda mpaka tukae ujue tunafanya nini. Kwa nusu wewe ndio unatupa mwelekeo. Huenda madamu vile amekuwa, vile alikuwa mgonjwa, unaweza eleza tu kitoko na wewe elezi sami ndio utaeleza kwa uko kitoko. Somo yako ilifanya hivi, katupeleka hivi haraka haraka, tukampoteza. Asante. Sina ya kueleza, bali nitasoma historia ya life history ya marehemu, na kwa sababu iliandikwa kwa lugha ya Kiingereza nitakuwa tunapitia nikisoma kwa Kiswahili. Najua ingekuwa kitukufu. Maisha ya mbeleni. Beverly Nyapera Kedogo kwa nusu alizaliwa tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka wa 1976 katika kijiji cha Jepto Road, location ya Kigundui, Isambai location katika kaunti ya Vihiga. Alikuwa mtoto wa 5 wa marehemu Mwalimu Benjamin Hamisi Kedogo wa Badamai uko na marehemu Mama Judith Ayeko wa uko ya Batongoi. Alikuwa na ndugu wengine ambao ni kati yao ikiwa ni marehemu Alan Prince, marehemu Julius Kibisu, Geoffrey Mukavi Kedogo, Ebi Kedogo, Monica Kedogo na Deborah Kedogo. Masomo. Beverly vile alikuwa anapenda kuitwa Beva, alianza masomo yake ya msingi mwaka 1982 hadi mwaka wa 1989 na akafanya mtihani wake wa KCPE. Aliendelea na masomo katika shule ya upili ya Nangili Girls, kisha akaenda katika shule ya sekondari ya Munzasi, mahali alipita vizuri. Alijiunga na chuo kikuu cha Nairobi na akapata shahada ya Sociology and Political Science. Kwa kuwa alipenda masomo, aliendelea na masomo, akapata stashahada katika elimu yani community health katika chuo kikuu cha Daystar. Akaendelea akapata ile inaitwa postgraduate pia ya mentorship na katika chuo kikuu cha Cambridge kule UK. Aliendelea na masomo yake na akawa wanasema certified global public health community public health. Vile vile aliongeza akapata masters katika somo la epidemiology and population katika chuo kikuu cha Maseno. Alikuwa na zaidi ya 22 global certificates katika public health kutoka chuo kikuu cha John Hopkins chini ya USAID.
ndoa. Marehemu alipatana na kipenzi chake katika kaunti ya Bungoma, Bwana kwa nusu wa ukoo wa Bariuni. Wakijuana mwaka wa 2005. Alikuwa mwenye ukarimu na alipenda jamii ya Wahungu kwa ujumla, na akapendwa pia na mzee marehemu Benjamin Wahungu Lusui na mama Home League retired Mama Martha Wahungu. Alileta furaha katika jamii hiyo na waliweka ndoa yao pamoja mwaka wa 2007. Pamoja walibarikiwa na watoto watatu: Fortune Naomi Ayeko Wahungu, Leo Lui Wahungu kwa nusu na Ethan Ashaheri Masibili kwa nusu. Baadaye wali-adapt mtoto kwa jina Jason Jordan Imani. Alikuwa pia mama mpendwa wa Dazwet, Jestimoa na Debra. Kazi. Marehemu alifanya kazi nyingi, ikiwa usimamizi ama program manager katika historia yake na mambo mengi na masomo yake. Alianza kazi mwaka 1999 na shirika linaitwa Caritas Italian Refugees kama naibu msimamizi ama assistant social worker shirika hilo la UNHCR. Kisha alifanya kazi nyingi, ikiwa ni alifanya kazi pamoja na Lea Toto. Akafanya kazi pia kama senior worker katika shirika pia la watoto ambalo lilikuwa inaitwa Nyumbani Children's Home kule Karen. Baadaye alijiunga mwaka 2008 na shirika la World Vision 2008 na shirika la World Vision kule Magoro, na alifanya kazi hadi Teso katika viwango vingine vingi. Vile vile aliendelea kufanya kazi na mashirika mengi, lakini mwishowe alibaki akiwa manager msimamizi wa katika idara ya afya katika kanisa la jeshi, makao makuu ya jeshi la wokovu kule Kakamega. Alikuwa mtu mwenye kupenda kazi yake na alikuwa pia anafanya kazi yake vizuri kabisa, na aligusa maisha ya watu wengi kwa ile kazi yake nzuri na pia unyenyekevu na kupenda watu. Maisha ya Kikristo. Beverly alikuwa mshiriki wa jeshi la wokovu wa dhati tangu kuzaliwa. Alibatizwa ama katika jeshi la wokovu asema kusimamishwa askari mzima mwaka wa 1984 naye Captain Edward Mutua. Lakini kubatizwa akiwa mtoto, alibatizwa mwaka wa 1976 katika kanisa ya jeshi la wokovu kikiwa cha China Corps. Mwaka wa 1000 aliwekwa kuwa askari kijana 1984 na kuwa askari mzima ama kubatizwa kuwa askari mzima wa jeshi la wokovu ni mwaka wa 1992. Naye Captain Christopher Kibingwa aliendelea kuwa mshiriki wa jeshi la wokovu katika na kuongoza vikundi tofauti na kuwa mtoaji mzuri katika ushirika wake na kanisa. Social life. Beva alikuwa mtu mchangamfu na kupenda maisha kushirikiana na watu ama kupenda social life, na alikuwa anapendwa na marafiki na watu wa jamii, na alikuwa pia mwenye she was kind, na pia alikuwa ana reach kwa watu wote, na alikuwa pia mwanachama wa vikundi tofauti. Mahali waliulizia sasa afya, health,
Beverly alizaliwa akiwa mtoto mchangamfu mwenye afya nzuri, na ilipofika mwaka wa 2004 Beverly alihusika katika ajali ya barabara kule Amagoro River na akavunjika mguu wake wa kushoto. Alibebwa kwa ndege hadi Nairobi akatibiwa baada ya kufanyiwa operesheni. Mwaka wa 2015 tena akiwa pia kazini kule Amboseli Game Park aliyokutana na joka kubwa katika hali ya mshtuko, akiruka akavunjika huo mguu tena. Kisha akatibiwa, akafanyiwa operation na kuwekewa chuma katika mguu wake. Mapema mwaka huu, katika mwezi wa 5 mwaka huu, alijisikia mgonjwa ama alikuwa anajisikia dhaifu. Akaenda hospitalini na wakampima, akapatikana ako na pneumonia na msukumo wa damu ama ukipenda high blood pressure, ambayo alikuwa anatibiwa naye Dr. Lubanga Dickens. Alikuwa admitted na pia akaachiliwa, akarudi nyumbani, akaelezewa asifanye kazi nyingi ambazo zitakuwa za kumchosha, akuwe anapumzika. Afya yake pia haikuwa vizuri sana. Akachukuliwa na akapelekwa pia Kakamega katika hospitali ya Pulse and Sams kule Kakamega. Huko wakasema viungo, nerves zake na viungo vya mwili vimeanza kuonyesha dalili ya kufifia ama kuacha kazi. Alitibiwa kule na akaachiliwa. Baada ya kusisitiza anataka kurejea nyumbani, akaachiliwa tarehe 5 ikiwa ni Ijumaa mwezi huu wa 9 mwaka huu. Katika usiku huo alipokuwa amerejea nyumbani, alikuwa mwenye furaha na kuitisha apikiwe omena na sima. Akala kwa furaha na akaendelea kulala. Ilipofika mida ya saa 7 na robo ukikucha, waligundua kwamba afya yake inaendelea kukua mbaya, amezidiwa. Akakimbizwa katika hospitali ya Life Care hapo Bungoma na akatangazwa kuwa tayari ameitikia wito wa mbinguni. Roho yake ilale. Hiyo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu mida ya saa 7 na robo asubuhi. Na hiyo ndio historia yake mwenzake. Umesikia? Sasa tunakuja tuangalie mzee wake anaweza kutueleza kwa neno kitoko yule anajua huenda iko ndani kwako ama hapana. Kama hakuna, sema hakuna. Sasa familia, mjue ya kwamba watoto muna baba yenu saa hizi. Si huyu ni baba? Haya. Baba wengine si mnawajua? Si wako hapo. Umeona huyu akisoma, mnamuona si ni baba? Hawa na huyu ni mandugu. Kama unaokopa baba yako kumuelezea kitu chochote, nenda elezea huyo baba mwingine. Umesikia? Umesikia hapo? Kama unaokopa baba, nenda kwa baba mwingine wako hapo. Polepole mwambie baba huku nyumbani yuko hivi. Sasa familia hii umekuanga na mama. Saa hii wewe ndio uko karibu. Wamekuanga na mama na familia ni yako. Sasa chukua majukumu kuona hao wanaendaje. Najua nikienda kazi
najua nimewawacha mama yao hapo. Saa hii hayuko, ni wewe tu. Ama mkwasi iko hata dada mwingine akikuwako si utulite. Alinde watoto. Lakini naweza tafuta anipe ruhusa tu. Anipe ruhusa. Akupatie ruhusa. Akuja alinde watoto. Hiyo tutaongea kwa kamera nyuma ya. Okay. Hiyo sawa sawa. Sasa kwa nini saa hii una mbio? Hapana, fanya namna gani huko? Ukiwa huko, ukiwa wapi? Hapa ni mbio wako peke yako. Tunaona shemeji amesema atapanga. Akikuja atatulindia watoto. Sijui ukoo inaitwaje? Damayet. Adamai. Kutoka Kakamega. Adamai. Sasa ni Maragoli. Ni Maragoli, lakini miaka mingi ilipita walikuwa Masai. Si nimesikia hii neno, unajua mimi natoka Elgon. Basi hao basi. Na wasabu wa Elgon hao. Sasa hiyo umetaja ati ukoo inahitaji Damayet. Basi hiyo ni ya Wanandi. Sasa unajua pia mimi nimeishi Elgon. Naelewa vile kilimi yao inaenda na Mnandi. Hiyo ndio ngome yetu miaka maelfu na maelfu. Sio Kwa Maragoli hawajui. Asante sana. Sasa kwa nini saa hii nitauliza wewe, marehemu ameenda, huenda unajua tuko tunakuja kwa madeni, iwe yake ama wengine wameuma yake ya marehemu, na wewe unajua. Ni kama ujui, hata huenda mtoto mwingine anaweza kujua mama fulani alichukua hapo kitu fulani, kama ni mapeni ni ngapi, kama ni kitu ingine watajua. Sasa wewe ni kutuelezea kama madeni hiyo iko, karani yako hapo haka anaendelea, tutajua huyo, tutamfuata tumdai, na sisi nasi tuna vile tuko hapa hivi, tukimaliza yule anamdai ni nani. Ningependa kuongea kidogo. Yangu ni kusema tu ukiwa kwa hii makumbusho, kifo kilianza zamani. Si ati kimeanza leo. Huyo mwenye amelala sio wa kwanza. Sisi tunaongea hivi, wengine hawana baba, hawana mama. Nyanya walienda. So kifo ni chetu. Tuseme labda tuiwekee buti ya wenyewe, labda tunaroga meji. Siku yake ikifika unafanya nini? Unaenda. Sisi tumseme tu shemeji mahali ameenda ni mahali pazuri. Na wenye pia tuko hai, si pia tutafuata hii. Tutafuata. Hii ndio maana si wanaitana wabukusu. Tunakaa sio kama ya leo kuhimizana ya kwamba kifo kiko. Na kikuja tuseme labda huyu ameweka. Si ni amani tu kwa watu wenye umebaki. Huyu akienda aende salama. Jambo lingine sipatikane labda kwa watoto wake ama mume wake ama sisi, hapana. Hiyo. Sasa umeelewa hapo? Sasa vile tuko tunaendelea hivi, nauliza karani sasa, deni sitasikia kwa nusu akisema yes. Asante. Mimi naitwa Majimbo. Sema pole. Kwetu hapa maisha ya kwamba bado
kurudi kwangu hapa au wengine ni kutulisha kwa familia ya kwamba bado tuko marafiki. Mimi nilijua Dan 2006. Baadaye nilijuzu kwa marehemu. Wakati ule huyu mtoto naomka alikuwa Kadonia kwa ile lugha yao alikuwa kadogo. Kaanza kuishi pale kwa wenyewe hapo. Lakini kabla ya hapo Dan alikutoka Mombasa, alikuwa anaishi kwa kabla ya kuwa West Coast. So tumekuwa marafiki na nilikuwa najua vile Dan ndio alikuwa anaishi pamoja. So kwa watoto wa marehemu jinsi pia anaeleza baba yenu mkubwa anaeleza, this is the parent that has remained. Kama ni vile vifaranga ambavyo mama yake ikifa huwa vinaungana pamoja, lakini mko na bahati, mko na baba ambaye anampenda, na sisi kama ndugu, marafiki na jamii ya baba yenu nataka kumpatia kula watoto waishi nzuri. Mheshimu baba yenu, mheshimu mababa zenu, mheshimu wajomba wenu, na mheshimu kanisa, mheshimu serikali, na mheshimu ukoo wenu. Kwa sababu usipoheshimu ukoo, uheshimu jamii, sheria ya nchi itadili na wewe. So mambo ni mawili. Uchuzi uwe mtiifu, wenye kutii, ama mambo hii ingine itadili na wewe. Naona kijana mkubwa ananiangalia, wewe sasa ndio partner ya huyo, au wengine wanapia wanakuangalia wewe. So shirikiana na baba yako, kuhakikisha kwamba au ndugu wako, madada zako wasijipate katika hali ya upweke. Kwa baba yako akiwa katika ile hali ya upweke, ukianza kufikiria mama yenu sana, mtaanza kuona yeye pia anakuwa na anza kutisha. So mimi nitakia tu familia ya rafiki yangu Umuliyoi Dani kwa nusu Mr. Righty, mambo yatakuwa tu right. Kwa na wasiwasi. Ndugu yako mkubwa bado anakupenda, ndugu yako mdogo bado anakupenda, dada yako mkubwa bado anakupenda, sisi bado tunakupenda. Kama huko nataka unafanyanga counseling, hata sisi pia tunafanya counseling. Ukiwa na jambo approach us. Kama watoto pia wako na issue, some of us have also trained in counseling. You can come and counsel them so that Bwana Yesu asifiwe. Kwamba ile huyo mzee ameongea mambo mengine ya kuficha baba, na unaijua, mwambia baba iko hivi, mmesikia, na utaelekezwa mzuri sana. Lakini ukifichanga maneno, wakati baba anaenda kupata neno yako ya huyu ama ya huyu, nasema huyu mtoto anaongea vitu gani, sio mzuri. Ukiwa tu na problem, nyinyi saa hii mna phone, bora baba unajua anaenda kazi mahali pengine, ako mbali, piga simu, baba iko hivi na hivi, haraka atakuja, ajua kwamba watoto wamekaa, atamuelekeza kwa njia mzuri. Msiingie kwa mambo mbaya. Saa hii mmekuwa nyinyi vijana, mambo mbaya vile tuko hivi. Saa hii mkiniangalia hivi ni miaka 72. Ningejiingiza kwa mambo mbaya huenda singefika hizi miaka. Sasa wewe kuwa tu kwa ukweli. Ukiona grupu fulani ni mbaya, usijiingize. Tembe yako na watu wazuri. Sitembee na gengi mbaya. Hapa unateka kwa nje, wanakupima kwa maduka huko, unaenda kupata vijana wengine huko kuharibu nyinyi vichwa tu. Unakuja nyumbani umechange upongo. Umeona hiyo maneno? Pombe mbaya. Mimi nakunywa, lakini ni mbaya.
mjue na mueleza tu watoto msikie. Masomo saa hii ndio msingi ya dunia. Usiposoma sasa wewe unatoka hapa saa hii baba, unaenda kuanza kupiga kokoto hapo hivi, piga ukikata mti hiyo, unajua ni kazi ngumu. Ukisoma unapiga kwa mfuko hela kidogo na maisha yako yanasonga vizuri, mtu anafanya kazi. Kuka mmesikia kuhu Kemba toka usipate kwa mambo hivi hiyo na change mtu mkongo na kuwa simu. Saa hii hata ni wasichana unakuta tu ameshika msokoto kubwa hivi. Sasa naangalia wana nini mtoto mdogo. Vijana wadogo msijaribu pata tu maneno ya baba. Hata atakaisa nyinyi chini, ataongea na nyinyi kwa utaratibu. Nimepoteza mama na baba yako ataelekeza nyinyi kwa njia nzuri. Msimwokope kuongea. Yuko mtoto mwingine anaficha maneno na ike na mfinya. Ile tu kwa baba direct, baba haiko hivi na hivi. Na atasikia. Hiyo itakuwa vizuri sana. Sasa Karani, kwa madeni mimi naona mama hana deni ya mtu pale yake. Kwa habari. Ndio nilisema na mkono pale. Naitwa Robert Wanyama. Yes. West. Sasa shamba na mtoto wangu watatu. Juana na mama kwa miaka anafanya kazi na yeye. Akahitaji kutoa kazi kwa changamoto fulani, akakubali kuja akakana hospitali ya 21. Sasa ilifanikiwa tu mama mwezi wa 4 alikuwa mzima. Alinipa pesa ya mwezi wa 4. Kwa tumeelewana shilingi 3,500 kwa mwezi, na kwamba akinitumia 3,000 napeana msichana kwa pocket money ya 500 ya juu. Asichizi nimemnyang'anya kila kitu. So alinitumia mwezi wa 4. Ilipofikia mwezi wa 5 alikuwa mgonjwa, na pia akiwa mgonjwa msichana yangu pia alikuwa mgonjwa, na akamtibu kwa pesa ya gharama ya shilingi 7,000. Akanipigia simu tukaelewana mwezi wa 5 na wa 6 asinilipe. So mwezi wa 7 ilikuwa nilipe mwezi wa 8 na huu wa 9. Lakini nimtembelea mwezi wa 8 kumjulia hali, kwa sababu sasa tuna urafiki. Nimkuta katika hali ngumu, hata kuongea na hema hawezi. So nilirejea akaniambia akipona wakati mwezi wote atapona, atanipigia simu kuja sasa tuongee mambo yetu. Lakini nilipopigiwa simu kwamba ameaga, pia nilikuja Jumamosi kwa ibada huko, tulikuja kuzika, nikarejea hiyo jioni kwa ndugu yangu town Kandui. Jana nilikuja saa 4:30 nikawa boma hii, lakini naambiwa kwa sababu ya kikao iko leo nikatulia tu boma hii mpaka leo hii. Na pia nilikuwa nafikiria kwa sababu yeye ndiye alikuwa mlinzi wake na mwajiri wake anakaa naye kulipa. Sasa no otherwise, so hiyo tu vitu viwili ndio nikujia hata kusemezana. Pesa vitu ngapi? 10,000. Yani mwezi wa 7, wa 8 na wa 9. Kwa sababu alikuja hapa mwezi wa 3 tarehe 21. Nilipa ya mwezi mmoja. Na akawa ina matatizo yetu, tulielewana na yeye, lakini shida tu nimesema vizuri, dunia hii ina changamoto. Na nilimuelewa, ijapokuwa alikuwa na uwezo, nilimuelewa katika maumivu yake. Nimesema ilikuwa shilingi ngapi? Haya, Samia wewe. Nikija kama nasoma laki. Sijui kama baada ya kikao cha kwanza hicho ulezi na guidance. Unatoa sauti. Sauti
sauti yangu inatoka tu. Mimi najua mimi ni mhubiri wa raia. Mhubiri wa kanisa, mhubiri wa raia. So nilikuwa nadhania kwamba labda katika hiki kikao tungenukulu ya kwamba marehemu amemwacha widow, majina ya widow yote, majina ya watoto ambao amewacha kwa hiki kikao. Tukishamaliza hivyo ndio sasa tukuje kwa mali yake na alafu tukuje kwa madeni. Ama kama kuna yeye pia anadai watu. Sijui kama mlikuwa mmefanya hiyo kikao. Hiyo tumemaliza. Hiyo mlikuwa mmemaliza. Hiyo ndio nimesema. Tulianza na life history ikasomwa. Jina ya widow na kila kitu ikaandikwa. Very good. Sasa ndio tumeona nilitangwe nikasema nilikuja kama nimechelewa. Niliomba radhi mapema. Huenda mtu anadai deni kwake ama hapa sasa yule mtu anajua deni huenda anayo ni kwa nusu. Kama ana deni yake iko mahali kwa nusu ya kuelezea. Na kama mtu mwingine hapo mwenye anajua alikuwa na deni yake mwenyewe anaongea. Good chairman. Lakini mtu akidai si huwa analipa kitu ndiye anadai. Mwingine William Bode ni 6,000. Ndio nadai. 6,000 per month. Sawa. Haya. Levis majina yake Hata yuko hapa. hakuna. Levis ako na guardian hapa. Unajua majina yake? Levis pekee. Sawa. Basi sasa iko wengine sasa hawa ndio wanataka mali yao. Sasa wewe kuna Jumapili ikiwa hapa kuna muuzaji wa viatu alikuwa amekuja kudai muuzaji wa viatu ndo akapata kwamba tulipata matanga. Jina yake sikumbuki, lakini alikuwa hapa na akaenda kwa tunamuita Rasta na pesa yake ilikuwa ni 5,000 na Johnny Karani utaandika Rasta ni muuzaji wa viatu, anahitaji hapa shilingi 5,000. Sina mna hiyo 5,000. Na Samia naeleo alikuja kudai kama matanga imeingia 5,000. basi watarekebisha hapo. Nimeambiwa kuna mtu wa taxi alibeba dadangu. Una habari? Naambiwa na mbona kuna ile anadai alibeba mama. Sasa mnamsahau. Siko kwa hospitali ya mimi. Siku ya mwisho. Anadai ngapi? Mbona najua alipigia mtu wa taxi. Sema huyo mama maitwa Mbone anaenda kuconfirm pia wiki jana anaitwa Levis confirm miezi ngapi. Alafu anatuambia. Okay, sawa. Bado tunaendelea tu. tumekodesha kulipa mpaka Disemba kulima. Huyo mwenye hiyo shamba aliuza hiyo shamba, na bahati nzuri aliuzia rafiki yangu, lakini tukasikizana tutalima mpaka Disemba kwa sababu kwa tushalipa pesa yote. Ukikotea pesa hiyo ya kukotea. Tulikuwa tushakodesha. Sasa hiyo bado tunadai deni ya kulima mpaka Disemba. Mpaka Disemba mwaka huu. Na yeye next year hautalima. kulima. Sasa pesa ilikuwa imebaki ngapi? Tulikuwa tumesikizana
Sasa hiyo duration sasa. Sasa muda mpaka Disemba. Mpaka Disemba. Sasa iko sasa unadai. Ile nadai ni kulima tu. Kulima tu kazi inaendelea. Mpaka kazi inaendelea. Sasa hiyo hata hakuna haja tuandikishe. Mama alikuwa amerudisha mahali na muda ilikuwa ijaisha na kulima kwake anaenda mpaka Disemba, atakuwa amemaliza deni yake ya kulima hiyo shamba. Sina maana hiyo. Nachunguza iko mikanda na kuanga siku hizi imechacha. Huenda mama alifanya hivi. Sisi tumeandikisha hapa, tunamaliza, ndio maneno ingine nakuja kuingia baadaye, kienda kuelezea mandugu yako baadaye, unachunguza hapo. Kuna pia vitu zake za ofisi. Yes. Ambazo aliacha kwa ofisi. Kuanzia kuna vitu zake tu ofisi yake mahali alikuwa anafanya kazi, aliwacha vitu yake kwa ofisi, yaani atatoa lakini sasa ofisi yake ziko locked. Sasa hiyo mpaka kwa nusu afate aenda ajue hiyo mali itoke ni yake binafsi, sio ya ofisi huko. Huenda ni vitu vya kampuni huko vitapaki huko, na kama ni vyake nivikuje nyumbani. Iko mali ya mama, kama gari ilikuwa hapa, ingine sijui iko wapi. Ni vizuri pia aeleze kama yuko aware ama hajui mali iko. Isipoandikishwa hapa, labda yule mtu mwenye labda ameweka hiyo mali anaweza mkatalia. So kama ako aware kama iko kitu kingine, si ati tunataka just for her safety. Ili tujue ya kwamba imeandikishwa, juu hii yenye inaandikwa ni sheria, inaweza tumika kotini. Sasa hiyo ndio tuko tunafuata, ndio shemeji yake ameileta, ndio niko nasisitisha kuuliza kwa nusu bwana yake na msichana ama vijana hawa, iko mali ingine ya mama mahali iko mali ingine ya mama mahali yenye iko yenye najua ni gari nilitoa hapa, ndo tutafute nafasi ya tent. Nini hiyo gari? Iko wapi? Nilipeleka kwa garage juu haitaisongi. Haisongi? Okay. Haina deni kabisa, lakini mheshimiwa vile umerezi hiyo issue ya ku find out kama kuna collateral. Sasa hiyo ndio subject to confirmation, lakini what I'm aware and I know, hii shamba haina deni na iko na title. Sasa ni hiyo sasa hiyo issue umerezi kama pengine iko na collateral kwa bank. Sasa hiyo ndio I think to find out, lakini title ya hii shamba iko. Yes. Labda unajua nimeandika shamba kubwa gani, surface area iko kiasi gani? Ndio plot 50 by 100. 50 by 100 almost. Almost more than 50. What tunasema 70 estimated. What tunasema estimated area. Waje iwe estimated 70 by 100. Sina una Your protection.
Hakuna mtu anakuja hapa kuchukua chochote hapa. Hii mali iko hapa ni ya Lui, ya Naomi na Etha. Watu wakikufa huwa wanabadilika. Huyo wanasema Auntie Jane anajua sasa mwenye jina ya hiyo kitu labda aliandikia kwa jina yake, haujui. Anaweza badilika. Hatutaenda sisi kufuatilia, tukimaliza hapa tuko tunaenda. Lakini haya maandishi in future utaenda Auntie Jane amebadilika, utasema hapa imekusaidia, hii kikao inajulikana kisheria. So ni kuandikisha tu, we kama uliachiwa mali na mama yako alisema hii gari DQ ni yako, we have no problem, ni yako. Tunajua ni mtoto wake. Hii nyumba kama alisema ni yako, hiyo ndio umesikia kikao kingine itakaa iseme hii tuliachiwa. Hii nini umbwa ni za Ethan. Vitu kama hizo tutakaa kikao tuongee. Lakini it's good, say what you know, let it be indicated here. Legally it is your money, you are the eldest daughter. Utachukua hiyo vitu yote, nobody is taking it from you. But if you don't say, watu akikufa huyo rafiki huwa anabadilika. Your information, just share the information, we do it here, then vitu zingine zitafuata baadaye. Mimi ndio mama nisitiki. Kwa tu mwepesi ni nani? Hata mimi huyo Andi huyo ndio nani? Ni nani? Hata hatumjui. Lakini kwa vile jina Andi sisi hatujajua jina ni nani. Na anakaa wapi? Anakaa wapi? Andi huyu anakaa wapi? Hapa tu Bungoma. Unajua kwati? Ndiye alienda na gari fulani. Kuka sina mai. Alienda na gari fulani. Na sisi tuko tunatafuta hiyo mali ni yenu. Tukiandikisha hapa mutafata. Musinyamaze, alafu iko mali ingine inaenda kupotea. Hiyo magari hiyo kuhu irudishwa. Silikuwa inakaa hapa ili tupate nafasi, ukatoa ukapeleka gari. Basi irudi. Ingine iko magari ngapi? 2. Siko magari 2. Haya, sema tu mali ingine ile umeona mama alikuonyesha. Sema tuandikishe hapa chini, tutafata. Usinyamaze. Chairman, dada ya marehemu Monica alisema makaratasi muhimu walipatia huyo Jane yako na ya mama. Nilisikia akisema hiyo neno. Iko makaratasi muhimu. So sijui makaratasi muhimu ni nini. Huenda ni ya lokopo, huenda za magari. Uzuri shemeji aliwahi kuwakilisha nyumbani. Kwa mzazi walikuwa wanamjua, baba alikuwa anamjua. Yes. Akamsalimia. Lakini kama atakuwa na uwezo nyinyi, mimi nikirudi nyumbani, mimi nabariki hao watoto. Lakini mnisalimie kiasi. Lakini nataka wakuwe free. Sana sana mtoto wa kisichana. Wakuwe free na wewe ndio mkubwa. Wewe ndio una kitambulisho. Jifungue na kwa mzee. Kweli kitu anafanya hapa hii ni kwa madhumuni yako kabisa. Utaoshwa, mnatumia udogo, utaoshwa kabisa. Hawa watu wengi watakuosha. Hizi ndamu zako zinaongea. Nani wazee wa heshima, tafadhali. Lakini nikiondoka, nyote msalimia kwa mkono, naenda na mimi namtemea mate. Shemeji. Mambo salama hivyo. Hivyo chema. Mwazi. Sasa wewe hapa dada yako ameenda. Wewe ameenda. Wakiniita ndio sasa wewe kwa wajomba yako ni mali yako. Hii ni mali yako. Iko kwa Bariuli na wasapoti wa kwenu huko. Lakini usiponyeshimu nami nitaishia senda zangu. Sasa manake bina mji wangu. Nina wajukuu na vitukuu. Okay. Haondoka arriba. Kidogo.
hapo ni mimi ndo mwilanga lakini sana mimi bila tena. Sasa wewe saa hii umepoteza dada yako. Unadai kwa value nini? Shukrani mahari, lakini sijui kuweka kiwango. Ile ilikuwa ya baba. Sasa ni vile hao wanajisikia. Mimi siwezi kuwekea, lakini ningependa angalau nijue dada, maana hata mimi kwa kweli hawajui. Hata mimi nimesomesha dadangu. Hiyo sasa hivi tu kama hivyo kufuatafatisha. Wewe kwa sisi kimila tunasemanga ukipoteza dada yako wanasemanga unapatako kitu. Hiyo ni ya kichwa. Maneno kama hayo tu. Ya dada yako. Sasa wewe mimi niko kazi. Safi basi. Paka saa hii upige shilingi 200 hapa nimekuuliza ili uniambie unasema nini. Nilikuwa nasikiza kwa madhumuni ya watoto. Lakini Jambo. Taongea Kiswahili kwa sababu siwezi elewa sana hii lugha ya Bariuri. Nataka kuwashukuru, nimekuja kama nimechelewa. Kwa niaba ya kanisa niko hapa ili amani ipatikane kumlembe kunyore. Nimewasikiza tu kidogo. Na nikaona najua rufu hakuna rufu mnaweza kama mbili. Ni leo tu. Kwa hivyo nasikia kuna barua siko mahali mambo makaratasi muhimu nini. Huyo ni angetafutwa hata awe hapa. Maana siku ya leo ndio huwa wanapanga mambo ya familia. Ameacha nini? Wote ni ngapi? Makaratasi ndio haya. Haitotei hata tunaonesha na zinapeanwa mwelekeo kwa yule atasimamia. Vile huwa najua na mwelekeo inapatikana leo. Kwa hivyo kusema kuna mtu wako mbali na hawezi patikana na ana vitu muhimu, hiyo sijui tutasaidiana aje. Chama ni mtafikiria hapo kwa sababu ni ngumu sana tutakurudi kukaa kikao kingine. Hii ndio huwa ya muhimu na inaandikwa na inawekwa. Watoto wa marehemu ungejiachilia tu. Ili mseme hii na hii ndio hii. Mama ameacha hii na alisema hii na aliacha hii na inaandikwa. Huwa inaandikwa. Sisi vile mnatuona hivi wasasi walipotea kitambo na tulipitia hapo. Na mambo hii kikao kama hili tusaidie. Ili kujua ni nini imeachwa na itaenda namna gani na itasimamiwa namna gani. Nimechelewa, majina naitwa Cleophas Angote. Kwa niaba tu ya kanisa nimesema amani. Hakuna mtu anaweza kunyanyaza mwingine hapa. Maana hii ni nasikia huyu ambaye alichukua makaratasi yako na huyo mtoto amepelekwa hospitali. Asikie vizuri. Amepelekwa hospitali. Huyo nasema mtoto hayuko hapa saa hii. Ndio ana hizo vitu. Mtoto mdogo. Mtoto mdogo. Oho. Sasa huyo mama ambaye yako na makaratasi na hivi vitu vingine amepeleka mtoto hospitali. Ako na huyo mtoto pia. Basi sasa nyinyi wewe mwenyewe na mandugu yako paka mfuata. Hiyo tu ndio neno tumewacha nyuma hapa, iko msito peke yake. Sasa ni ama namna gani? Maneno masito iko hapa mbili, magari na makaratasi ya muhimu hiyo. Na hatujui ya muhimu ya kitu gani. Unaweza kuwa mtu mwingine anaweza nyang'anya sisi hii plot na wanakuja pika kengele hapa hatujui. Watu watoke. Sasa pako ufate. Very important chair. Wacha endelee tu kama mchungaji anatuombea. Tutasaidia mchungaji wewe waandikaje kama sina kazi chama ni atana. Wacha tuamini tuombe. Nashukuru Mungu. Maana amani ndio kitu ya maana. Kumlembe wengine huima kumlembe. Asante kwa familia hii, asante kwa watoto wa mama, asante Mungu amewatia nguvu. Asante chairman. Huko lolosia kama huwa pepo hili. Wacha tuamini tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante.
asubuhi ya leo Baba umekuwa mwaminifu kuamsha salama. Hii ni familia ya Mama Beverly aliacha watoto na mzee wake na familia yote. Baba, twaikabidhi mikononi mwako. Wamekuwa hapa wakitengeneza mambo ya ukoo hii, mambo ya watoto hawa na mipango ya familia hii. Yesu, tunaomba ya kwamba wewe ndiyo kiongozi, wewe ndio utatusaidia, wewe ndio utapigania haki ya watoto hawa. Baba, tukiona wamesimama tutashukuru jina lako. Asante kwa wema wako. Tangu leo Baba, tunaomba ukawatakaze mji huu, ukawalinde, ukawatie nguvu, ukawaondolee wasiwasi. Baba, ukalete amani katika mji huu. Wanapohitaji, wanapokuwa na maswali, Jehova, tunajua kwamba wewe unapeana jibu lililo la kweli. Wakaondolee magonjwa Baba, wanatakaporudi kwa shughuli zao, utakuwa pamoja nao, utawaongoza. Na wote ambao wamekuwa kwa kikao hiki na waombea Jehova, ukawafunike na damu ya mwanao Yesu Kristo. Baba, tunapotoka mahali hapa tukimaliza shughuli hii, najua tutaondoka kwa magari na usafiri tofauti, utakuwa pamoja nasi. Kwa Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Asante.